Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen, Mtumishi wa amen. Mungu, nashukuru kupata leo. Asante. Kwa majina unaitwa nani? Labda watu wangependa kukufahamu. Jina yangu ninaitwa Nabii Josephat kutoka The River. Hapa ndipo tuko na kanisa letu ambapo tunaabudu na Mungu amekuwa upande wetu. Amen, amen. The River iko Machakos. The River iko Machakos, lakini kanisa letu liko karibu na barabara. Ukielekea Kitengela, ukitoka Nairobi, kuna barabara inaitwa Namanga Road. So kabla ufike Kitengela, kuna ka junction pale kanaitwa Vanillas kale kuingia The River. So kutoka pale Vanillas unatembea kama mita 200 ulikuwa umefika kanisani. Wapendwa, karibuni sana. Niko na mtumishi wa Mungu anaitwa Prophet Josephat, na nimeona kuna kitu wamepost nimetrend sana. Last Sunday mlikuwa mnapasua nyungu. Tulikuwa tunapasua nyungu. Na nimeona comment mingi sana, watu wanasema mtumishi wa Mungu hiyo ni uganga ama nini. Kaamua mimi nikuje nifahamu. Pia mimi nahitaji kujua. Hii kupasua nyungu, mtumishi wa Mungu, unaweza kuelezea watu kwa urefu. Mbona ikuwe kupasua nyungu na ni mbona ikuwe ni nyungu? Okay. Nashukuru sana kwa ajili ya swali hilo, kwa sababu amen, hata mimi katika page yangu ya Lion Embassy nimeona watu wakiuliza maswali. Niliona watu wakicomment pale wakisema ya kwamba huu ni uchawi, huu ni ukanga, ni kitu gani hiki ambacho tutakifanya. Lakini kwanza kabisa nataka nikueleze vizuri. Ni kwa nini umeuliza ni kwa nini roho ya nyungu, au ni kwa nini tulikuwa tunafanya ibada ya kupasua nyungu. Nyungu ni mara nyingi imetumika sana, ni kifaa ambacho kimetumika sana na wachawi. Ni kitu ambacho kimetengenezwa na kina maroho fulani kuanzia kitambo. Watu wamekuwa wanatumia nyungu kwa kuharibu maisha ya watu, kwa kutesa watu na kwa kufanya watu wakuwa watumwa. Na kwa nini wanatumia nyungu? Kitu ambacho unastahili kujua ya kwamba katika hali ya wachawi vile wanavyokuwa wanafanya katika atmosphere yao, ni kwamba kila chochote ambacho, kila uchawi ambaye mkanga huwa anafanya huwa anatumia mchanga. Hakuna uchawi ambao mchawi yoyote ameufanya au ukanga wote ambao mchawi ameufanya bila kutumia mchanga. So mara nyingi wanachukua ule mchanga wanaitengenezea nyungu, au wanachukua nyungu kwa kurepresent mchanga, kwa sababu ujue ya kwamba mchanga una nguvu na mchanga kuna mambo mengi sana ambayo huwa unafanya. Kwa mfano, mchanga ni sehemu ambapo utapata mali yote ya dunia kulingana na maandiko ya kwamba kwenye mchanga kuna dhahabu, kwenye mchanga kuna mimea ambazo tunakula, tunasifanya chakula. Kila chochote ambacho tunapata kwenye mchanga. Sasa mchanga ukishaharibiwa, hakuna jambo lolote ambalo unaweza kulifuna. Angalia vile Kain na Abel walikuwa katika vita. Abeli akauawa na Kain wakiwa katika msitu wakitafuta wakiwinda. Vivyo Kaini alivyokuwa amemuita ndugu yake ya kwamba waende mawindoni, na akamalizia kule. Angalia maandiko yanasema ya kwamba Mungu anamuuliza Kaini yuko wapi. Kaini anamjibu, anamwambia sijui mahali ambapo ndugu yangu yuko. Akasema nimesikia kwenye ardhi damu ya ndugu yako ikiniita. So katika ardhi kuna vitu vingi, na katika laana moja ambayo Mungu amempa Kaini ni kwamba atatembea katika hiyo ardhi akipalilia, akipanda, lakini hatafuna chochote. So mchanga unatumika na wachawi. Nataka upate vizuri. Mchanga unatumika na wachawi kwa ajili ya kufunga watu vitu na kufunga maisha yao. Mali yote inapatikana katika mchanga. So wanapotumia nyungu imetengenezwa na mchanga, na pale ndani wanaweka vitu vya kiuchawi. Na wanapoweka vitu vya kiuchawi, wananena maneno fulani katika hiyo nyungu. So nyungu, kulingana vile Mungu anamwambia Kaini, nimesikia katika ardhi damu ya ndugu yako ikilia, kumaanisha ya kwamba ardhi huwa inaongea, ama kitu kilicho na mchanga huwa kinaongea. Kina uwezo wa kuongea na kina uwezo wa kusikia na kina uwezo wa kufanya. Sasa wanapotumia ile nyungu ambayo imetengenezwa na mchanga, wakiinena nayo, kumbuka ya kwamba imetengenezwa na mchanga, hiyo nyungu inasikia. Ndio maana wachawi wengi wanatumia nyungu kwa kufanya uchawi na ukanga. Amen, amen, amen. Yes. Sasa mtumishi wa Mungu, unamaanisha kuna watu wanashikwa na
wanawekwa kwa nyungu kiroho. Wanashikwa na wanawekwa kwa nyungu kiroho. Swali ningependa nikuuliza mtumishi wa Mungu. Mtu mwenye amewekwa kwa nyungu effect, yani mtu atajuaje nimewekwa kwa nyungu? Kuna watu ambao wamekuwa katika ndoto, kwa sababu angalia katika ndoto katika kitabu cha Job, Ayubu 33:14 inasema ya kwamba Mungu hunena na mtu katika ndoto ijapokuwa mtu hana haja. So katika ndoto kuna watu wengi ambao wanafunuliwa hata mahali ambapo wamewekwa. Everybody, kila mtu ambaye amerokwa na spirit yake ni nzuri, lazima Mungu atamzungumzia. Ndio maana Mungu huwa ananena na kila mtu kupitia kwa ndoto. Uwe Muislamu, uwe Mkristo, uwe Mhindi, uwe mgani, kila mtu yoyote aliye na nafsi anapolala huwa anaota. Sawa sawa? So katika ndoto Mungu huwa anaonyesha watu vitu. So kunao watu wengi, mtu ambaye amerokwa na amewekwa kwa nyungu, mara nyingi hata wao wenyewe wameota ya kwamba ameenda katika boma yao katika ndoto usiku, ameona nyungu mahali fulani, ameona nyungu imewekwa mahali fulani, ameona nyungu imewekwa mahali fulani, ameona nyungu imewekwa mahali fulani. So watu wengine huwa wanakuwa revealed through dreams ya kwamba wamewekwa katika nyungu na wamefungwa katika nyungu. Na wengine wamefungwa katika nyungu lakini hawajui kama wamefungwa katika nyungu. So wengine Mungu atawaelezea katika ndoto, na wengine watakutana na watumishi wa Mungu ambao wana roho ambayo roho ya undani ya kuangalia na kujua, na wakawaambia kwamba ndugu yangu au mama yangu, kuna roho ya nyungu ambayo umewekwa ndani. Amen. Amen. Yes. Na mtumishi wa Mungu, nikuulize, madhara ya mtu mwenye amewekwa kwa nyungu, unaweza tuelezea kwa urefu tujue madhara ya mtu amewekwa kwa nyungu ni inaletwa, utajua aje? Madhara inakuja aje? Mara nyingi watu ambao wamewekwa kwa nyungu, mara nyingi nyungu hutumika as a collective, inachukua familia. Mara nyingi uchawi wa nyungu huwa haufanyiwi mtu personally, unafanyiwanga kifamilia. Utapata ya kwamba mama yuko pale, mzee yuko pale, watoto wako pale, kazi zao ziko pale. So inakuwa kiujumla. Nyungu hutumika sana sana kiujumla. Hawatumii nyungu sana sana wachawi kwa kumroka mtu mmoja. Wanatumia nyungu kuroka familia. That is why wakati unataka kudeliver mtu aliyewekwa katika nyungu ama watu waliowekwa katika nyungu, unaita familia mzima. Wanafaa kuwa delivered. Ndio maana unaona ya kwamba mtumishi wa Mungu anaweza kukuambia kwamba nenda ambie familia yako ikuje. Kumaanisha kuna roho fulani ya nyungu ambayo wamewekwa ndani. Sasa mtu akitaka kujikomboa kutoka katika hizi roho ya nyungu, jambo la kwanza lazima akubali ya kwamba ako tayari kufunguliwa. Kwa sababu kuna watu wengine, na wacha nikwambie kitu moja, knowledge ni kitu cha maana sana. Kwa sababu ndio maana unaona ya kwamba Biblia inasema ya kwamba maandiko ukishayajua yatakufungua na yatakuweka huru. So kitu cha kwanza mtu anafaa kuelewa kwanza nguvu iliyoko katika nyungu. Kwa sababu nyungu ina nguvu sana. Na nyungu imetesa watu wengi. Katika nyungu kuna collective, watu wamewekwa pale, watu tofauti. Masomo ya mtoto yamewekwa pale. Mmoja yule ambaye kichwa chake kio mzuri amewekwa pale, nywele zake, nguo zake za ndani zimewekwa pale. Vitu mingi vimewekwa pale. So unapata ya kwamba inakuwa collective, familia mzima. Nyungu hutumika mara nyingi kumaliza familia. Amen. Wapendwa, nadhani mnaendelea kubarikiwa. Mtumishi wa Mungu, kuna kitu moja niliona nimeulizwa mara kadhaa, pia mimi ningetaka kujua. Nyungu ni chombo, si ndio? Ndio. Kama mtungi, kama nini? Mbona wakachukua nyungu? Mbona wasichukue mtungi ama kitu fulani? Maana tuambie, kuna nguvu gani kwa nyungu? Mbona wachukue nyungu? Mbona wachagua aje tutumie nyungu? Hilo swali nadhani nimekujibu. Hapo katika statement yangu ya kwanza nimesema ya kwamba wanatumia mchanga, hawatumii mtungi, kwa sababu mtungi is not a spiritual instrument. Wanatumia mchanga kutengeneza nyungu. Na mchanga unapatikana kwenye ardhi. So wanachagua mchanga kwa sababu wanatumia nyungu, kwa sababu nyungu imetengenezwa na mchanga na inakuwa spiritually active kuliko vile unatumia mtungi ama uende uchonge mtu uitumie. Amen. Wapendwa, kumaanisha kwamba mchanga una nguvu
na mchanga una uwezo na mchanga ndio umeshika. Sasa mtumishi wa Mungu anajaribu kumaanisha kwamba wanatumia nyungu kwa sababu nyungu inatengenezwa mchanga na mchanga una nguvu. Sasa nimekuelewa sasa mtumishi wa Mungu. Nimeona kwamba hii itakuja next, lakini ningependa nikuulize. Nimesikia tena nimeona kitu mahali umesema kwamba Jumapili utakuwa na ibada ya kuvunja roho ya kioo. Sitaki iongelee sana maana tutaiongelea next. Na nimetaka kujua ni kweli ama nilikuwa nasoma vitu zangu. Hii Jumapili ambayo inakuja hii, kumbuka ya kwamba Jumapili ambayo imepita tulikuwa tunashughulikia roho za nyungu, watu tofauti tofauti, wala ambao wamewekwa na shetani katika kifaa cha nyungu. Lakini sasa hiyo tumeimaliza katika wiki hii, tunaimalizia. Lakini Jumapili tunaanza Jumapili 3 mfululizo za kuvunja roho za vioo.